Katika mwaka wa fedha 2026/27 wakala utaanza utekelezaji wa mpango mkakati wa BRELA ambao ni unaanzia 2026 mpaka 2031. Mpango huu umeandaliwa kwa kuzingatia dira ya taifa 2050 ambayo inalenga kukuza uchumi shindani, kuongeza ajira kwa vijana na kuhakikisha maendeleo endelevu ya viwanda na sekta binafsi. Ili kufanikisha azma hiyo, mpango mkakati huu umejikita katika mambo makuu matano yafuatayo. Kwanza, kuongeza na kuboresha huduma za usajili na upatikanaji wa leseni. Mbili, kuimarisha mfumo wa kisheria na taasisi ili kuonyesha ufanisi wa utoaji huduma. Tatu, kuongeza miundombinu endelevu ya kusaidia utoaji huduma. Nne, kuimarisha uwezo wa taasisi katika utoaji wa huduma bora. Na tano, kuingiza masuala ya mtambuka cost cutting issues katika mipango na utoaji wa huduma. Mheshimiwa Waziri, katika mwaka wa fedha 26/27 wakala umejiwekea vipaumbele vya kimkakati vifuatavyo. Kwanza, kuendelea kuboresha sheria za usajili na leseni ili kuendana na mazingira ya sasa ya biashara. Mbili, kuboresha na kudumisha mifumo ya tehama na miundombinu ya kidijitali. Tatu, kuimarisha rasilimali watu na usimamizi wa utendaji kazi pamoja na mafunzo endelevu. Nne, kutekeleza miradi ya kimkakati ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa ofisi ya Dodoma, jengo la uwekezaji na office hubs katika Ada Estate Kinondoni. Tano, kufanya utafiti zinazolenga kuboresha mipango ya wakala na kusaidia uamuzi wa kimkakati. Sita, kuimarisha rasilimali za kifedha za ndani ili kuhakikisha uthabiti sustainability wa kifedha wa wakala. Mheshimiwa Waziri, kwa upande wa watumishi kumekuwepo na maboresho katika mazingira ya kazi, hususan kupitia utekelezaji wa muundo mpya wa mshahara na kuendelea kuboresha mpango wa motisha incentive scheme. Pamoja na hatua hizi chanya, bado zipo changamoto ikiwemo upungufu wa watumishi katika baadhi ya idara na uhitaji wa kuendeleza ujuzi wa watumishi. Hata hivyo, changamoto hizi zinafanywa kazi na taasisi imejipanga kuendelea kuboresha hali hiyo. Serikali inalenga kujenga uchumi wa kisasa, shindani na jumuishi unaotegemea viwanda, ubunifu na teknolojia. Ndani ya azma hiyo, mchango wa BRELA ni wa msingi katika maeneo mbalimbali kama ifuatavyo. Tunatarajia BRELA kuendelea kuimarisha mifumo ya tehama ili huduma ziendelee kuwa rahisi zaidi na za haraka na zinazopatikana popote. Tunalowataka ni kuupdate mifumo kulingana na mahitaji na kuwa mbele zaidi kuangalia kasi ya mahitaji. Mwanzoni wakati tunakuja, niliwataka muwe na mfumo rafiki wa kupata feedback kutoka kwa wateja. Naomba mtekeleze kwa haraka mifumo ambayo tunayo sio rafiki kwa wateja wetu kutupa feedback. Mifumo ile ambayo tumeizoea, zama zimebadilika. Kwa hiyo jinsi ambavyo tuna invest kwenye digital, kwenye kupeleka huduma, ndivyo hivyo lazima tupate feedback. Ndugu zangu, feedback ndio ambayo inaboresha huduma kwa wateja. Kwa hiyo pamoja na kwamba feedback nyingi wetu waga hatupendi, lakini yalikuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba ndani ya siku 100 taasisi zote zipitie mifumo yake ya kupata mrejesho wa huduma na kufanya kazi na kuhakikisha mifumo hiyo ni rafiki, inaweza kuwa accessed kwa urahisi ili tuweze kupata feedback. Kwa hiyo ninawaomba mfanyie kazi maelekezo hayo ya Mheshimiwa Rais, ndani ya muda mfupi tuweze kuwa na mfumo rafiki wa kupata feedback kwa wateja wetu. Mojawapo ya njia ya kufikia maono ya Mheshimiwa Rais ya kuongeza wigo wa fursa za ajira kwa vijana ni kuongeza nguvu katika urasimishaji wa biashara. Urasimishaji sio jambo la kwenu peke yenu, ila mna mchango mkubwa wa kutekeleza na kuwa vinara wa kushirikiana na wadau wengine muhimu ili wote twende kwa pamoja. Na mimi kwa leo ninawataka mwe na mkakati maalum wa kuongeza njia katika